Karibu kwenye utabiri wa nyota wa Alhamisi, tarehe ni 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Leo tutasoma utabiri wetu kwa kuangalia nishati ya jua na mwezi ulipo, pia kwa kuangalia kadi nilizokuwa nimezipata wakati wa kufanya reading. Leo Alhamisi ya leo, jua lipo katika nyota ya Simba na mwezi upo katika nyota ya Simba. Kwa hiyo tukianza kwenye nyota ya kwanza ya Aries au nyota ya punda, kadi iliyotoka ni kadi ya Seven of Cups reversed. Kwa hiyo kwa kulingana na nishati ya leo na kadi iliyotoka, ujumbe kwa punda ni huu: leo unahimizwa kukabiliana na ukweli ambao huenda usiwe rahisi, hasa masuala ya fedha yanayohitaji busara na mipango. Wewe ni mtu mwenye kipaji na ndio maana watu wanakufanyia ubaya kuharibu kila kitu kitakacholeta mafanikio kwenye maisha yako. Unaweza kuhisi homa au kupiga chafya mara kwa mara. Tukiangalia nyota ya pili ya Taurus au nyota ya ng'ombe, nilipokuwa nasoma kupitia kadi iliyotoka ni Queen of Cups, na utabiri kulingana na nishati unasema kwa nyota ya ng'ombe kuwa una moyo mkubwa, unaonyesha huruma na upendo. Mfikie mtu anayehitaji kumsikiliza leo bila kusubiri aombe msaada. Katika hali ya mwili wako, unaweza kuhisi dalili ya homa, kichwa kuuma na kukosa furaha baada ya kuona tatizo kwenye simu yako. Usisite kumblock mtu anayekusumbua. Nyota ya tatu, nyota ya Gemini au nyota ya mapacha. Tukiangalia kadi zilizotoka ni kadi ya Two of Swords, ambao ikihusika na utabiri wa nishati ya leo, ujumbe unafika ni huu: leo utafikia uamuzi muhimu ambao hautakuwa rahisi. Ukishafanya uamuzi, endelea mbele kwa kujiamini bila kujuta. Pia utafanikiwa kupata kazi nzuri, ingawa kuna mtu anazungumza maneno mabaya kuhusu wewe. Njia zako za bahati zimefunguka na hakuna kitakachozuia mafanikio yako. Nyota ya 4, nyota ya Kansa au nyota ya Kaa. Tukiangalia kadi zilizotoka na utabiri wa nishati ya leo, kadi iliyotoka ni Three of Wands, ambao utabiri unakuja hivi: mwanzo mpya unakuja kupitia mtu atakayekutana naye miongoni mwa rafiki zako. Jambo litakalobadilisha mwelekeo wa maisha yako linakuja. Pia kuna jambo la heri linakuja. Baadhi yenu mnaweza kuchumbia au kuchumbiwa. Hata hivyo, kuwa mwangalifu usigombane na dada yako au kaka yako leo. Nyota ya 5, nyota ya Simba au nyota ya Leo. Tukiangalia nishati ya leo na kadi zilizotoka, kadi iliyotoka ni The Star reversed, ambao hii inasema hivi katika utabiri wa siku husika: ikiwa unahisi kukata tamaa, usivunjike moyo, kwani hali yako inaweza kubadilika kupitia juhudi na uvumilivu. Leo utafurahi baada ya kupata kitu ulichokipigania kwa muda mrefu. Ombi lako la kazi litajibiwa au utapata mpango wa kusafiri nje ya nchi. Ingawa baadhi yenu mnaweza kuumwa na tumbo, hali hiyo itaisha inapofika jioni. Tukiangalia nyota ya 6, nyota ya Virgo au nyota ya mashuke, kadi iliyotoka ni Ten of Cups. Tukiunganisha na nishati ya siku ya leo Alhamisi, utabiri unaokuja ni huu: leo unaweza kuhitaji kuachana na tabia ya zamani ili upate amani, furaha na utimilifu wa kihisia. Kuna mtu atadhihirisha kuwa hataki kuzungumza na wewe, lakini usijali. Maisha mazuri yanakuja kwako bila kutumia juhudi nyingi. Maamuzi utakayoyafanya leo yatakuwa na matokeo mazuri. Tukiangalia nyota ya 7, nyota ya Mizani au Libra, nishati ya siku husika na kadi iliyotoka ni The World reversed. Ina maana kuwa utabiri wa leo unasema mambo mengine yanahitaji muda na subira, kwani kuchelewa ni sehemu ya safari yako. Pamoja na hayo, fursa ulizozikusudia maishani mwako zitadhihirishwa kwako bila kutarajia leo. Unaweza kupata habari za kusikitisha au kuumwa na kichwa, lakini kando na yote, baki imara. Tukiangalia nyota ya 8, nyota ya Scorpio au nyota ya Nge, tukiunganisha nishati ya leo na kadi iliyotoka, tunapata kadi ya The King of Wands, ambao utabiri unaonyesha kuwa kuna uwezo mkubwa wa uongozi,
Chagua ujuzi mmoja mpya wa kujifunza leo. Akili yako itatawaliwa na kuwaza maisha ya ndoa na kutamani kuzungumza faragha na mtu unayempenda. Usiumie ikiwa mtu atapuuzia meseji zako, endelea kujiimarisha. Tukiangalia nyota ya 9, nyota ya Sagittarius au nyota mshale. Tukiunganisha nishati ya siku husika na kadi iliyotoka, kadi ya The Empress, utabiri unasema kadi yako inaashiria wingi wa baraka, ukuaji na mafanikio. Leo chukua hatua pale moyo na kuongoza. Unaweza kumwonea mtu huruma au kujihisi mwenye bahati mbaya kutokana na kugombana na ndugu au mpenzi, lakini lengo lako kuu ni kupata kazi ambayo itakuwa bora kwako. Nyota ya 10 ni Capricorn au nyota ya mbuzi. Tukiangalia nishati ya siku husika na kadi iliyotoka ni King of Cups reversed, ambayo tukiunganisha na nishati ya siku husika tunapata utabiri wa kuwa kwa watu wenye nyota ya mbuzi, kuwa mwangalifu na udanganyifu wa kihisia. Usikubali kushinikizwa kufanya jambo lisilokufaa au linalopingana na maadili yako. Ingawa unaweza kukasirishwa na kauli ya mtu, habari njema na wingi wa fedha unakuja mfululizo, huku ukiendelea kupigania maisha ya ndoa. Nyota ya 11, nyota ya Aquarius au nyota ya ndoo, na tukiunganisha nishati za leo, kadi iliyotoka ni The High Priestess, ambayo inasema kuwa nguvu yako ya angavu ni kubwa leo. Tafuta utulivu ili usikie sauti yako ya ndani. Kuwa makini sana, kwani kuna mtu anakufuatilia kwenye mipango yako ya kazi kwa nia ya kuharibu kila kitu unachotegemea kwenye maisha yako. Tukiangalia nyota ya samaki au Pisces, tukiunganisha nishati ya leo na kadi iliyotoka Four of Swords, inasema kuwa kipindi cha utulivu na subra kitaleta matokeo mazuri na habari njema kwa rafiki yako katika maisha yako. Kuna mtu anajaribu kufanya kila kitu kuharibu jina lako. Unaweza kuhisi kichwa kuuma au ukakata tamaa ya maisha ya ndoa, lakini furaha ya rafiki yako itaimarisha pia moyo wako. Hivyo usijizuie kuongea na mtu wako wa karibu. Zingatia kuwa huu ni utabiri wa jumla kwa nyota zote. Utabiri huu unategemea na sun sign yako, ulipozaliwa jua lilikuwa wapi. Wengine wanajua kutofautisha kulingana na natal chart yao. Hivyo basi, chukua kinachokuhusu na usilazimishe kile kisichokuhusu. Pia usisahau kusubscribe, kugusa kengele ili uweze kupata tabiri zote zinazokuja kwa siku, na pia usisahau kulike, comment and share.